وشفنا ان لا بريباراسيون هذيك حتى الملعب كيكون بمواصفات عالميه يقدر يعطي اللاعبين كيفاش نقولوا ان بلوس sur le plan psychologique et mental. Donc les لاعبين qui sont dans de bonnes conditions, ils vont sur le terrain pour se donner à fond. Et généralement quand il y a un mauvais terrain, donc c'est pour ça que je pense que la CAF a pris des décisions. S'il n'y a pas de bon terrain, s'il n'y a pas de beau stade, donc la compétition elle est déplacée dans un autre pays. Mais tout ce qui est, on aurait souhaité aussi, s'il y avait la possibilité, par exemple, de jouer le premier match au Maroc, ça aurait été bien pour nous de rester sur place, jouer et puis recevoir nos frères la phase de retour. Mais bon, le football est comme ça, Lyon ils sont chez eux, demain Inch'Allah nous aussi on va venir au Maroc et on sera chez nous, c'est ce qui est sûr. Thanks coach. Now it's time for the goalkeeper from Tanzania national team, Aish Manula, one of the senior players in the squad. Aish, karibu kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Kwa niaba ya wachezaji mnakwenda namna gani? Siku ni chache toka mmetoka kucheza kwenye mchezo uliopita ambao mlipata ushindi wa goli 1-0. Kesho dhidi ya Morocco nyumbani. Karibu. Asante sana. Ni kwamba maandalizi yetu kuelekea mchezo wetu wa kesho dhidi ya Morocco nadhani yameendelea kuwa mazuri, na zimekuwa siku chache kutoka mchezo wetu tuliocheza dhidi ya Niger, na baada ya mchezo dhidi ya Niger nadhani kilichokuwa kimefanyika ni recovery kwa wachezaji, kuona namna gani tunaweza tukarecover kwa haraka ili kukabiliana na mchezo unaofuata. Kwa hiyo maandalizi kifupi yameendelea kuwa mzuri, lakini wote tunafahamu tunaenda kucheza na Morocco. Ni moja ya timu ya taifa kubwa kabisa na inafanya vizuri kwenye bara letu la Afrika. Kwa hiyo tunaenda kukutana na giant kwenye bara letu, na hicho kitaenda kutupa mchezo mgumu na kitaenda kutupa mchezo mzuri, kwa sababu mara zote wanasema wachezaji wakubwa huwa wanapenda kucheza mechi kubwa kama hii. Kwa hiyo kwetu kama wachezaji tumejiandaa vizuri kuona kila mmoja wetu anatoa kile alichokuwa nacho kwa 100% ili kuhakikisha tunapata matokeo yale ambayo tunapaswa kuyapata. Wachezaji wakubwa wanapenda kucheza michezo mikubwa kama hii dhidi ya Morocco kesho saa 4 za usiku Benjamin Mkapa. Maswali? Naitwa Sostenes Tunguru kutoka Riki Media. Aishi, kwanza hongereni kwa mchezo uliopita ambao mlipata ushindi. Yawezekana ni bahati mbaya hamjapata muda mzuri wa kufanya maandalizi kwa sababu muda ni mchache. Mmesafiri kwenda Morocco, mmecheza mchezo, mmerudi kuja Tanzania na siku moja tu ya leo kwa sababu mmeingia jana, kesho pia mna mchezo. Katika hii hali kwenu nyinyi wachezaji mnaichukuliaje? Na yawezekana mmechoka kwa sababu nyinyi binadamu pia, safari, mizunguko, mechi. Hali hii kuelekea mchezo wa kesho mnazungumza nini? Ndio kama nilivyosema, baada ya mchezo haraka tulianza kufanya recovery pale uwanjani, na hata jana baada ya safari pia tulikuwa na session kwa ajili ya kufanya recovery, na leo pia tutakuwa na session ya mazoezi. Kwa hiyo yote ni kuonyesha kwa namna gani muda ulikuwa mchache, na kwetu kama wachezaji kitu ambacho alikifanya rais wetu Dr. Samia Suluhu ni kikubwa sana kwa kuweza kutupatia ndege. Kwa namna gani imeweza kurahisisha safari yetu kuweza kurejea kwa wakati na kwa muda sahihi. Kama tusingekuwa na usafiri wetu binafsi, huenda leo ndo tungeweza kufika hapa nchini. Kwa hiyo hayo yote ni kwa ajili ya kuona namna gani wachezaji tunakuwa katika hali nzuri ili kuweza kuwa kwenye mood nzuri ya kuelekea mchezo huu. Na ukweli usiopingika tunaenda kukutana na mchezo mgumu, tunaenda kukutana na wachezaji wakubwa, lakini pia kwa ukubwa wa wachezaji tuliokuwa nao kama nilivyosema, huwa tunapenda kucheza mechi kubwa kama hizi. Kwa hiyo ni mechi itakuwa mechi kubwa, mechi ngumu na mechi ya ushindani. Swali lingine? Nataka mtu mpya. Swali lingine? Sawa, twende. Hongereni kwanza Aishi kwa ushindi ambao tumeupata majuzi. Nadhani umetuongezea kitu kuelekea kwenye mechi dhidi ya Morocco.
Tunaenda kucheza na Morocco ambao kama umekili hapo ni timu kubwa barani Afrika. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo tulivishuhudia kwenye mechi ya kwanza, kiacha kwamba tulicheza vizuri, lakini tulienda kushuhudia wachezaji wengi ambao ndio sura za kwanza kwenye national team. Wewe kama mchezaji senior kwenye national team, kile ambacho ulichokuwa unakiona kwa vijana, tukiachana na mchezo ule ambao umepita, tunaenda kwenye mchezo mwingine. Kwa upande wa ufundi, mwalimu amezungumza kwa upande wake. Kama wachezaji, namna ambavyo unaweza kuchangamana na vijana wachanga wengine ambao wapo kwenye timu, unaamini kesho itaenda kusaidia kupata matokeo mazuri? Hilo la kwanza. Lakini la pili, hii ni experience ambayo nyie tayari mmeshaipita mkiwa kwenye vilabu, kwa mmeshakutana na timu nyingine kubwa. Tuna wachezaji wengine wanacheza pia kwenye hizo timu. Unadhani ni kitu gani ambacho huwa kinapelekea tushindwe kufanya vizuri sana kwenye mechi ambazo tunazocheza nyumbani? Ni pressure ambayo iliyopo kwa nyinyi mashabiki, wachezaji, kwa kuona mashabiki wengi, ama ni kwa sababu mnakutana na opponent mgumu ambaye kuna kitu huwa kipo ndani yenu ndio maana kinapelekea pengine mshindwe kuperform vizuri kwenye mechi husika? Labda nafikiri unamchanganya, maana kama una maswali sio mawili, matatu. Maswali mawili hapo. La kwanza nimegusia uwepo wa wachezaji wengi wachanga kwenye timu kuelekea kwenye mechi hii kubwa. Motivation gani ambao mnaozungumza nayo? La pili ni kwenye swala zima la performance kwenye mechi za nyumbani. Tunacheza vizuri lakini kupata matokeo ndio imekuwa changamoto. Mechi nyingi za hivi karibuni tumefanya vizuri away. Kwenye mechi ya nyumbani, nini kinapelekea kuleta changamoto ya pressure kwa nyinyi wachezaji? Ni kwamba mnacheza kwenye uwanja ambao mna mashabiki wengi ambao wanawasapoti na mnaona kabisa mna deni, ama ni nini kinachopelekea kucheza vibaya mkiwa sana kwenye uwanja wa nyumbani? Kwanza nikizungumzia kuhusiana na wachezaji vijana, nadhani wengi tunaamini katika vijana, na kwenye hizi timu za taifa vijana ndio uti wa mgongo wa soka kwenye nchi husika. Nadhani nchi zote vijana ndio uti wa mgongo. Kwa hiyo tunapokuwa na wachezaji vijana kwenye timu za taifa, especially Taifa Stars, ni kwamba sio kuwa na vijana tu, bali tuna vijana wenye vipaji ambao wakiwezeshwa wanaweza, na kama tunavyoona mchezo uliopita tuliweza kupata ushindi na goli ilifungwa na mchezaji kijana. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kujumuika nao, na kama taifa ina kila jitihada ya kufanya kile inawezekana kuona wanaweka nguvu kubwa kwa vijana, ili vijana hao wa leo watakuwa senior player wa kesho. Sasa kwa hiyo wakiwezeshwa leo na kufanya vizuri, nadhani tutafika malengo. Na sisi kama senior players kwenye timu, ni furaha zetu kuona tunajumuika na vijana hao, na tunajumuika nao kwa kuweza kufahamishana nini makubwa wanapaswa kuyafanya kwa nchi yetu, kwa sababu tuna safari ndefu kama nchi na tuna malengo makubwa, na sisi pia tunatamani kuona kama leo tunapambana kwa jitihada zote kuhakikisha tunaenda kombe la dunia, na hata kama hatujafanikiwa leo hii, nikiwemo mimi Aishi, basi wanaweza leo wakina Sopo waliokuwepo leo baada ya miaka kadhaa mbele wakafanikisha kwenda. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kujumuika nao, na tuna vijana wenye vipaji. Lakini nikija swali lako la pili kuzungumzia uwanja wa nyumbani, ni kweli tulikuwa hatupati matokeo mazuri sana tukiwa nyumbani, lakini pia hatupati matokeo mabaya sana tukiwa nyumbani. Lakini kuna yote na yote ni kuongeza juhudi na kuhakikisha tunapata matokeo chanya tukiwa nyumbani. Kweli uwanja wa nyumbani ndio uwanja ambao tunataka tujivunie kama Watanzania, na wageni wanapokuja nyumbani lazima waone wanakuja wako ugenini, na tunashukuru mara kadhaa washabiki wanakuwa wanajitokeza kwa wingi kwa ajili ya kusupport, lakini tunapambana kuhakikisha tunapata matokeo, lakini huwa inatokea bahati mbaya tunakosa, lakini malengo yanakuwa ni kupata matokeo na huwa tunapambana. Lakini kikubwa tu matokeo yale tunayotaka tunakuwa tuyapate. Na sidhani kama inakuwa pressure kwa ajili ya mashabiki au pressure kwa sababu tuko nyumbani, ni kwa sababu tu hatupati matokeo. Yes, my colleague from Morocco, any questions to Aishi Manula? No questions?
Nashukuru tume